Neno ya Mungu kutoka katika Biblia. Wale tunaoandika, tuna kalamu na tuna daftari, wanafunzi wazuri kabisa, unaweza kuandika kichwa cha somo: nguvu ya utukufu wa Mungu. Nguvu ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Nguvu ya utukufu wa Mungu. Nashukuru kuna wimbo mmoja, Mungu mtakatifu ni mwaminifu kabisa, unaoimba kuhusu kumrudishia Mungu utukufu anastahili yeye. Haleluya. Hakika utukufu ni wa Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utukufu wa Mungu ni uwepo wa Mungu halisi. Bwana Yesu asifiwe. Ni uwepo wa Mungu halisi. Utukufu wa Mungu ni uwepo wa Mungu halisi. Sasa tunaposema nguvu ya utukufu wa Mungu, tunaweza tukasema katika muktadha mbalimbali, lakini hapa andika ni nguvu ya ushuhuda halisi wa uwepo wa Mungu. Nguvu ya utukufu wa Mungu ni nguvu ya ushuhuda halisi wa uwepo wa Mungu. Ni nguvu ya ushuhuda halisi wa uwepo wa Mungu. Utaandika pia ni nguvu inayoandaliwa au kuachiliwa kwa kutafutwa ndani ya unyenyekevu na utii kwa Bwana, ambayo Mungu huifunua katika mapenzi yake. Tairudia, ni nguvu inayoandaliwa au kuachiliwa kwa kutafutwa ndani ya unyenyekevu na utii kwa Bwana, ambayo Mungu huifunua katika mapenzi yake. Tarudia tena ili tuweze kuandika vizuri. Ni nguvu inayoandaliwa au kuachiliwa kwa kutafutwa ndani ya unyenyekevu na utii kwa Bwana, ambayo Mungu huifunua katika mapenzi yake. Niombe tufungue Yohana 17:22. Kitabu cha Yohana 17:22. Kwa mara ya mwisho wale tunaoandika, ni nguvu inayoandaliwa au kuachiliwa kwa kutafutwa ndani ya unyenyekevu na utii kwa Bwana, ambayo Mungu huifunua katika mapenzi yake. Ambayo Mungu huifunua katika mapenzi yake. Hiyo ni nguvu ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tuongozwe na mistari hii. Kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 22. Bwana Yesu kwa upendo tu kabisa akasema, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona kuna mambo, unaona kabisa hapa yanatajwa machache, yako mengi sana ambayo nguvu ya utukufu wa Mungu inayaongoza, inaendesha, inayasukuma. Lakini angalau hapa ametaja, amesema nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa unaona moja kwa moja kabisa kwamba katika umoja wa Kristo hauwezekani hivi hivi, ni lazima kuwe na nguvu ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
nguvu ya utukufu wa Mungu inaamua kuwe na umoja wa kweli usiokuwa wa unafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja anaweza kawa, watu 10 wanaweza kawa pamoja, au tunaweza kawa kanisa tuko mahali hapa pamoja, na hata ikitokea tukatoka mahali hapa tukawa tunaelekea nyumbani ama vikao vya njiani vya kuzungumzia habari za Mungu, watu wakazungumza kuhusu watu wengine kwa huduma katika jema, katika kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasije watu wakatoka wakaenda pembeni wakazungumza habari ya mtu ambayo ni negative, ambayo ni mbaya, ambayo ni mapungufu, ambayo ni makosa. Mara kadhaa baba huwa anasema, ukiona kuna wakati mwingine watu kanisa eti watu wanakuwa wanafanya, wanatengana, wanaangalia tu mapungufu. Anasema kuna wakati itokea kipindi fulani mahali akiwa sehemu fulani, watu wanakuwa wanaangalia tu amekoseaje aliyekuwa na ubiri, kakoseaje, ona alikuwa anazungumzia kitu hiki, ndio kasemaje hivi sasa, ndio kasemaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunazungumza habari za nguvu ya utukufu wa Mungu. Yesu Kristo mwenyewe amebainisha wazi ya kwamba nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Umoja unathibitika kwa watumishi wa Mungu kunapokuwa kumejaa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Linalokuwa linaniwa hili ni moja, likiwa limekusudiwa ni hili moja, linapokuwa linatekelezwa kama ni jambo, linatekelezwa kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuona mambo yanafanikiwa, kazi za Mungu mbalimbali, inaweza kuwa ni kazi za kihuduma ndani ama za kihuduma katika ujenzi au katika huduma ya nje. Unaona ule ushirikiano unaokuwa unatokea, si ndio? Mfano wale watu ambao wamefanikiwa kwenda katika huduma za uinjilisti, nashukuru Mungu vijana tuliwahi kutoka nje, unaona ule ushirikiano uliopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu kashika speaker, muda umeisha jamani. Yaani ninataka tu kama muda umeisha, huyu kashika speaker, huyu kashika speaker, huyu kashika kinanda, huyu kashika maiki. Sasa watu wanaanza kufanyaje? Kujipanga. Ile ni nguvu ya utukufu wa Mungu. Hauoni mtu akisema kwamba wale watafanya. Hakuna kitu kama hicho. Hatukukiona hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaona hata watumishi wa Mungu tunatoka wanasema jamani, msiwache jamani tumkatu susa jumla muda mrefu. Hebu mturudie tena. Nini kilichomshawishi? Ni ule umoja aliyoushuhudia. Sasa ule umoja ni matokeo tu, lakini kilichotawala mahali pale ni nguvu ya utukufu wa Mungu. Ndio ilikuwa ikitawala. Ukiona watu wana uwezo wa kusikilizana, huyu anamsikiliza mkubwa, si ndio? Akitoa maelekezo naye anatekeleza vizuri, ni nguvu ya utukufu wa Mungu ndio inakuwa imetawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata katika utekelezaji wa jukumu alilopewa, atatekeleza kwa upendo, atatekeleza kwa furaha. Haleluya. Hatatekeleza kwa kuona ya kwamba atafaidi sana, sifa atakuwa nazo nyingi. Ukiona kuna kitu hicho, utukufu wa Mungu ni mdogo sana, kwamba huyu wataonekana amefanikiwa sana, watamsifu sana. Mtu yule wa jinsi ile, utukufu wa Mungu kwake ni mdogo sana. Ile nguvu ya utukufu wa Mungu ni ndogo au haipo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini anapokuwa mtu amekubali kutawaliwa na nguvu ya utukufu wa Mungu, unaona mambo yake yanaendeshwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanaendeshwa na Mungu mwenyewe. Ikiwa ni katika kushauriwa, akishauriwa anatafakari, anashaurika, kweli hapa nimeshauriwa, kama kuna sehemu nilikosea, kweli hapa nilikosea, anakubali yale mapungufu au yale makosa aliyokuwa ameyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Niombe twende tuangalie tena katika kitabu cha Kutoka sura ya 13. Sura ya 13 mstari 21. Kutoka 13, 21 na 22. Ndio Mungu inasema, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku
ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na Mungu anasema Bwana naye akatangulia mchana ndani ya wingu. Haleluya. Nguvu ya utukufu